Tanzania tumetolewa, lakini nasema Afrika imeona, Tanzania imeona na dunia imeona. Dadangu, mmekuwa pamoja na timu ya taifa msimu huu mkionyesha upendo mkubwa na ushirikiano, nguvu ya mashabiki, kauli mbiu ikisema nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Pengine mmefanikiwa vipi kwenye hili swala, na leo tumeona mmejitokeza kwa wingi? Kikubwa zaidi ya yote ni kuendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ameonyesha ni jinsi gani ambao anapenda Watanzania. Tumeona akitoa motisha mbalimbali katika vilabu na kwenye timu ya taifa, hivyo hatuna budi kumsupport, kuhakikisha kumuonyesha kwamba na sisi tuko pamoja na yeye. Anapotoa support kwa vilabu vyetu na anapotoa support kwa timu ya taifa, basi ni wajibu wetu kama mashabiki kusupport vilabu vyetu, kusupport timu yetu ya taifa. Uzalendo kwanza, na ndio maana unaona umati wote ulioko hapa ni kwa ajili ya kuja kupokea mashujaa wetu ambao wamefanya kazi nzuri pale nchini Morocco, na hatimaye tumeweza kuondoshwa kwenye mashindano, lakini tuliweka historia kubwa sana ya kuweza kufika kwenye 16 bora, ambacho ni kitu ambacho kwa tunakitamani kwa muda mrefu sana. Lakini hatuishii hapa, ninaamini kwa mashindano mengine atakayokuja kwenye timu ya taifa, basi tutafika mbali, kwa sababu pia kuna uzoefu ambao tumeupata na tumeweza kujua ni jinsi gani ya kuweza kucheza haya mashindano ya kimataifa. Taifa Stars umetazama kwenye mashindano haya, kwenye mechi hizi ambazo imecheza, pengine una lipi la kuambia wachezaji ukiwa hapa kabla hawajatua? Hawa wachezaji mimi niwapongeze sana, ile spirit waliotoka nayo Tanzania kusema tunaenda kuipambania nchi yetu, basi waiendeleze pale walipoishia, wasije wakarudi nyuma. Tunajua wametoka hawakufurahia, sisi wa Tanzania wenyewe hatukufurahia, kwa sababu mashindano yoyote huwa kila mmoja anatamani aweze kuwa mshindi, aweze kuondoka na hiyo tournament, lakini kwa bahati mbaya tumeshindwa kuipata. Lakini wasikate tamaa, sisi tuwahakikishie tu sisi wa Tanzania, wapenda mpira, wapenda soka wote wa vilabu ngazi zote, na tutaendelea kuwasapoti kwa hali yoyote, kwa sababu tumeona ni jinsi gani wanapambana kwa ajili ya kuliwakilisha taifa letu. Ukiangalia kipindi cha nyuma, timu ya taifa ilikuwa mashabiki walikuwa ni wachache kwa sababu ya kuhofia kwamba wanaondolewa kwa haraka, lakini tumeona sasa hivi wameweza kutuprove kwamba na sisi tunaweza. AFCON tuna uwezo wa kuipata, na CHAN tunaweza kuipata, na hata kwenye kombe la dunia basi tutafika katika hatua ya mbali kabisa. Una lipi la kuambia Watanzania? Maanake tumeona hili jambo mashabiki wa Tanzania kwa mara ya kwanza mmelifanya, pengine kwa kuelekea AFCON ya mwakani 2027 ambapo Tanzania itakuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zina hosti mashindano hayo. Pengine una lipi la kuambia kuelekea mashindano hayo yasijirudie yale yaliyotokea kwenye CHAN iliyofanyika msimu huu, Tanzania tukiwa miongoni mwa nchi ambazo zilihosti mashindano hayo? Kikubwa kwa Watanzania wenzangu ni kuambia, cha kwanza tuwe na uzalendo. Tujaribu kuweka uzalendo kwa timu yetu ya taifa, tuwe mfano kwa mataifa ya wenzetu. Tunaona ni jinsi gani wanasapoti timu zao, haijalishi kwamba wanafanya vizuri au wanafanya vibaya. Tanzania, unajua, ukiangalia mashabiki tulio wengi, tunathamini sana au tunatoa sapoti kwa vilabu, lakini kwenye timu ya taifa tumekuwa tukisahau. Lakini kwa safari tumekuwa mfano, tumerudi, tumejua kabisa taifa kwanza ni muhimu kuliko kabla ya vilabu vyetu. Hivyo tuisapoti timu yetu kwa hali yoyote, haijalishi inapatia katika hatua gani, ila timu ya taifa ndio inayotambulisha nchi, ndio inayowakilisha nchi, na ndio inayomtangaza rais wetu kwamba timu kwa mfano imechukua kombe, it means hiyo sifa zote zinaenda kwa mkuu wa nchi, zinaenda kwa Tanzania wote, zinaenda kwa mashabiki wote, zinaenda kwa Afrika wote. Bwana, sawa, shukrani. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.